Ni haki Muislamu mzima siku ya Arafa ukawa hula bila kujali? Subhanallah, ni haki? Ndivyo hiyo. Yahudi asema lau kama ni wao wangalifanya hii siku ni kubwa sana, lakini wewe Muislamu siku ya Arafa hata uoni haya, wachapa tu na kula tena barabarani, hata ufikirie ukaona hii siku namna ilivyo kubwa. Wacha na mimi nisikose kwenye ibada. Maashara al-ikhwa wal akhawat, tuko kwenye masiku matukufu. Mwenyezi Mungu wakati aliposema wal fajri wa layalin ashr, masiku haya alhamdulillah tuenda nayo vizuri. Wale ambao kwamba walianza kufunga, Mwenyezi Mungu awape taufiki inshallah wamalize salama, na wale ambao kwamba hawajaanza kufunga, Mwenyezi Mungu awape tanabuhi wafunge mpaka siku ya Arafa kwa taufiki yake Allah tabaraka wa taala. Kwenye masiku haya matukufu tunaielekea siku moja kubwa zaidi, a'dhamu yawmin fi hayati almuslim, siku kubwa katika maisha ya Muislamu, nao ni siku ya Arafa. Na Mwenyezi Mungu atupeleke tukiwa salama ya rabbal alamin, na tukiwa na afya ya kufunga ya Allah ya karim. Wanazuoni watuambia aqdasu laylatin fi hayati almuslim laylatul qadr, wa aqdasu yawman fi hayati almuslim yawmu arafa. Siku kubwa katika maisha ya mwanadamu, usiku mkubwa katika maisha ya mwanadamu wa Kiislamu ni Lailatul Qadr, ni usiku wa Lailatul Qadr. Huo ndio usiku mkubwa katika maisha ya mwanadamu wa Kiislamu, na usiku huo ulitupita kwenye Ramadhani iliyopita. Wa aqdasu yawman fi hayati almuslimin, na mchana mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu, mchana ambao kwamba ndiyo mchana mtukufu zaidi kwake, Yaumu Arafa, ni mchana wa siku ya Arafa iliyoko mbele yetu biidhnillahi alkarim, siku ya Jumanne, na Mwenyezi Mungu atuwafikie inshallah. Yaumu Arafa aqdasu yaumin fi hayati almuslim, siku ya Arafa ndiyo siku kubwa katika masiku makubwa kwenye maisha ya mwanadamu. Dalili, hadithi iliyoko kwenye sahihu al-Bukhari na iliyoko kwenye sahihu Muslim. Umar ibn al-Khattab, hadithi yasema jaa rajulun ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faqala ayatan fi kitabillahi, ayatan fi kitabikum law nazala alaina latakhadhna aidan, latakhadhna dhalika al-yawm aidan. Kuna mtu alikwenda mpaka kwa Umar ibn Khattab, Amirul Mu'minin radiyallahu anhu, akamwambia ya Amirul Mu'minin, ayatan fi kitabikum, kuna aya kwenye kitabu chenu. Mtu mwenyewe ni Yahudi. Yahudi, jaa rajulun minal yahudi, alikuja mtu kutokamana na Mayahudi, bimaana Yahudi alikuja kwa Umar ibn al-Khattab. Waislamu nisikilizani vizuri, aliyekuja kwa Umar ni Yahudi, akaja kwa Umar bin Khattab. Hadha al-yahud qala li Umara, huyo Yahudi akamwambia Umar bin Khattab, ayatan fi kitabikum, kuna aya katika kitabu chenu Qur'ani
Aya hiyo lau nazalat alaina latakhadhna dhalika alyawm aidan. Kuna aya kwenye kitabu chenu Qur'ani, lau aya hiyo iliteremka kwenye vitabu vyetu, siku ilipoteremka hiyo aya ingelikuwa ni siku kubwa sana kwetu sisi. Yahudi si Muislamu amwambia Umar, kuna aya iko kwenye kitabu chenu Qur'an, aya hii lau iliweko kwenye vitabu vyetu, siku hiyo ilipoteremka hii aya, latakhadhna idan, hiyo siku tungeliifanya siku kubwa. Yani hadha yahudi yaqulu li Umar, hunaka aya nazalat fi alkitab fi alquran alkarim, hadhihi alaya law nazalat fi kutubina la'azzamna hadha alyawm ta'dhiman. Umar akamuuliza huyo Yahudi, ayu aya, ni aya gani hiyo ambayo kwamba iko kwenye kitabu chetu, lao itakuweko kwenye kitabu chenu siku ilipoteremka hiyo aya, la adhamtu dhalika alyawm, mungeliifanya siku kubwa hiyo siku. Yahudi akamjibu Umar akamwambia, aya yenyewe alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Sadaqa Allahu alazim. Yahudi amwambia, aya ni hii, kuna aya yasema alyawma akmaltu lakum dinakum, leo mimi nimewakamilishia dini yenu. Mwenyezi Mungu atuambia, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimewatimizia neema zangu nyinyi Waislamu. Wa raditu lakum alislam dina, Waislamu mimi nimeridhika Mola wenu. Allah atuambia, mimi nimeridhika Mola wenu, dini ambayo kwamba nataka muishike ni dini ya Kiislamu. Yahudi amwambia Umar, aya hii lau iliteremka kwetu sisi, hii siku tungeliifanya ni Eid. Msikize Umar bin Khattab. Umar amwambia, inni la a'lamu aina nazalat wa mata nazalat wa fi ayi yawmin nazal. Amwambia, ewe Yahudi, hiyo aya mimi naijua iliteremka wapi na iliteremka lini na iliteremka siku gani. Umar akamwambia Yahudi, nazalat ala rasulillahi sallam wa huwa waqifu bi Arafa, aya hii iliteremka kwa mtume na mtume amesimama Arafa. Subhanallah. Ndio nikamwambia leo tuizungumza siku kubwa kwa wale wanaofanya mchezo na hii siku, wakatofautisha kwenye hii siku, wakaichukulia ni siku ya kawaida. Umar amwambia, aya hii iliteremka kwa mtume wa huwa waqifun bi Arafa, na yeye amesimama kwenye uwanda wa Arafa, yaumul jumaa, siku ya Ijumaa. Ndugu zangu wema katika imani, sasa nisikilize vizuri sana, nuktatu tambih. Yahudi asema aya hii siku ile ilipoteremka, ikiwa ni sisi tungeliifanya siku kubwa sana ile siku. Sasa wewe Muislamu, siku yenyewe ni Arafa, siku yenyewe ni Arafa. Yahudi asema wao wangeliifanya hii siku adhamu yaumin indahum, wangeliifanya ni siku kubwa mno, wangeliitukuza, wakaifanya ni siku ya ajabu. Siku yenyewe ni siku ya Arafa. Ndugu yangu Muislamu, ikiwa Yahudi amesema siku hii wangeliitukuza sana, kaif mimi na wewe ndugu zangu Waislamu tunatakiwa siku hii tuitambue namna gani? Ndio siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kukimbilia wakati, sababu leo ni siku ya kuambiana mambo mengi kwa ufupi. Hakuna Ijumaa baada ya hii, inaokuja ni Eid. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Arafa. Mtume alikuwa amesimama kwenye uwanda wa Arafa, na wenzetu huko Mwenyezi Mungu awape kabuli ya Rabbal Alamin. Nisimama kwenye uwanda wa Arafa Mtume,
fanada Bilala ibn Rabah, fanada Bilala ibn Rabah, Mtume akamuita Bilal, Bilal ibn Rabah. Yuko uwanda wa Arafa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu nisikilizeni vizuri sana, hii siku ni siku kubwa sana ndugu zangu wema katika imani. Mtume akamwambia Bilali maneno makubwa sana, akamwambia ya Bilal, ansiti nasa. Subhanallah, Bilal, waambie watu wanyamaze. Isikize hii lugha ya Mtume Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sayyid al-umma, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya'muru Bilal an ya'mura an-nasa bis-sukut, yani ar-rasulu yaqulu li Bilal taqulu lin-nasi al-kullu yaskut, kila mmoja anyamaze. Bilali akaja akawaambia watu, ayuhan nas ansitu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, enyi watu nyamazeni kimya nyote. Anayetaka kuzungumza sasa ni nani? Ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Mtume amwambia Bilali, waambie watu wanyamaze. Unafikiri ni habari kubwa tutakao kupewa? Subhanallah, unafikiri ni habari ndogo tutakao kupewa? Mtume amwambia Bilali, waambie watu wanyamaze. Kisha Bilali aambia watu, ayuhannasu ansitu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bilali aambia watu, nyamazeni nyote, mumsikilize bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bilali aambia, atakayezungumza sasa ni Mtume as-sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatakallam al-kullu yaskut, nyamaza, kila mmoja nyamaze. Anayetaka kuzungumza sasa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu kimya, kukanyamazwa kimya. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye uwanja wa Arafa alipoona watu wamekuwa kimya, kila mmoja hatokoti, hakusikiwi sauti, asikizwa Mtume ataka kusema nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, na kutuambia sote, itakuja mbele hadithi utakuja kuiona, awambia walioko kwenye Arafa, atani ya Jibril fa aqra'ani as-salam. Subhanallah, awambia walioko kwenye uwanda wa Arafa, jamani, hivi sasa amekuja Jibril. Subhanallah, subhanallah, uko kwenye uwanda wa Arafa, Mtume amesimama, awambia Waislamu waliokuweko na yeye, masahaba, atani ya Jibril, hivi sasa Jibrili amekuja kwangu, fa aqra'ani as-salam, amenisalimia. Subhanallah, 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 sema Jibrili amenipa salamu. Wa akhbarani, kisha akanipa habari, akanambia anna Allaha qad ghafara li ahli Arafat, Mwenyezi Mungu amewasamehe wote waliosimama uwanja wa Arafa. Mwenyezi Mungu awasamehe ndugu zetu wote walioko huko ya Rabbal Alamin, watakaosimama kwenye uwanja wa Arafa, mababa zetu, mandugu zetu, marafiki zetu, mama zetu, madada zetu, na kila Muislamu aliosimama uwanja wa Arafa. Ghafara Allahu lahum ya Rabbal Alamin dhunubahum, Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi yao. Awambia wasahaba Mtume, Jibrili amekuja, wa akhbarani, na amenambia mimi, anna Allaha kad ghafara li ahli Arafat, wambie hao walisimama Arafa wote mimi nimewasamehe madhambi yao. Sikia lugha ingine mzito zaidi, Mtume amwambia masahaba, wa dhamina lahum tabi'at. Subhanallah, subhanallah. Waislamu, ikiwa una nafasi ya kwenda hija, watakutezea wakati, watakuchelewesha. Wallahi ni hatari kubwa sana
Mwenyezi Mungu ikiwa amekupa nafasi ya kuweza kwenda haji na ukachelewesha, sikiza lugha ya Mtume SAW, asema wadhamina lahum tabiat. Mwenyezi Mungu anawaambia nyinyi mlioko Arafa, Allahu tabaraka wa taala dhamina tabiatukum, Mwenyezi Mungu amedhamini madhambi yenu nyote. Subhanallah. Mtume awapa habari masahaba, Mungu amewasamehe nyote mliosimama Arafa siku ya Arafa hiyo, na Mungu awaambia amedhamini madhambi yenu yote. Nyinyi madhambi yenu yote mliowafanya, Mwenyezi Mungu amechukua dhamana. Subhanallah, subhanallah. Man dhamin jalla jalalu, jalla jalalu, anayedhamini madhambi ya waliokwenda huko ni nani? Ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sikia sasa maneno. Faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, ahadha lana khasatan, neema hii ya kusamehewa madhambi na Mwenyezi Mungu kudhamini madhambi yote tulofanya, amedhamini yeye, amedhamini kwamba atatusamehe. Neema hii ni sisi masahaba, kwa kuwa tuko na wewe hapa ya Rasulullah. Sikiza lugha za Sayyiduna Rahma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume mwambia Umar, lakum wa liman jaa ba'dakum ila yaumil qiyama. Hii neema hii ni yenu nyinyi masahaba na kila Muislamu atakayesimama Arafa mpaka siku ya Kiyama. Subhanallah. Ni siku ya mchezo hiyo, ni siku ya mchezo hiyo, ni siku ya watu kufanya mchezo hiyo. Ajibiwa Umar na bwana Mtume sallam, yaqulu nabiyu li Umara, hadhihi ni'ma laysa lakum khassa lijamii almuslimina likulli man yati wa yaqifu bi Arafa ila nihayati alalam. Umar akasema nini? Kathura khairullahi wa taba, kathura khairullahi wa taba. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ametukithiri, zimekithiri khairi zake kwetu sisi, zimekithiri khairi zake kwetu sisi. Insha Allahu taala ndugu zetu watasimama kwenye uwanda wa Arafa siku ya Jumanne, na insha Allahu wa taala na wao neema hii wataipata kwa kauli ya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu lugha aliyoitumia Mtume kumjibu Umar, akamwambia ni nyinyi mlioko na nyinyi, na kila atakayekuja akisimama Arafa nitamsamehe madhambi yake na nitadhamini makosa yake. Subhanallah. Baada dhalika habaib, an-nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sisi ambao kwamba hatukupata kwenda, hakutuacha hivi hivi. Sisi ambao kwamba kuna wengine hawakuweza kwenda, hawana uwezo, hawajafikiwa, hawajaitwa kwenda kusema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, hawajaifikiwa kwenda huko. Mtume sallallahu akatwambia, as-siyamu yawm Arafa yukaffir sanata al-madhiya wal-muqbila. Na nyinyi ambao kwamba hamukuwahi kwenda, shirikianeni na wenzenu mufunge siku ya Arafa, kwa sababu siku ya Arafa ukiifunga inasamehe madhambi yaliyopita na madhambi yatakayokuja mbele yako. Hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wema katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutaka sisi Waislamu siku ya Arafa tusimame imara katika kuiadhimisha siku hii. Waislamu, nawaambia tena, ikiwa mwaka uliopita hatukuiadhimisha, mwaka huu tuiadhimisheni siku ya Arafa kushinda masiku mengine yoyote. Ikiwa Yahudi lisilokuwa Muislamu asema lau ni wao hii siku ingelikuwa kubwa, uwe ni haki Muislamu mzima siku ya Arafa ukawa hula bila kujali? Subhanallah. Ni haki? Ndivyo hiyo. Yahudi asema lau kama ni wao wangaliifanya hii siku ni kubwa sana, lakini wewe Muislamu siku ya Arafa hata uoni haya, wachapa tu na kula tena barabarani, hata hufikirii ukaona hii siku namna ilivyo kubwa, wacha na mimi nisikose kwenye ibada. Mtume hakutuacha na sisi
akatwambia faakthiru fihinna at-tasbiha wat-tahlila wat-takbira, na nyinyi mulioko huku zidisheni takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, zidisheni tahlil, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, zidisheni tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, zidisheni adhkar, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi, msalieni Mtume sallallahu alayhi wasallam, sadaka, kheri, kila la kheri jaribu muwe mwenye kulifanya, ili kwenye siku hii na sisi tuwe tumeiadhimisha zaidi walotaka kuiadhimisha Mayahudi. Sisi tutakiwa tufanyeni bidii sana kwenye siku hii, tufunge ndugu zangu wema katika imani, ionekane ni siku ambayo kwamba ni kubwa sana kwetu sisi Waislamu. Tuitambueni hii siku kwa adhkar, kwa sadaqat, kwa amru bil ma'ruf, nahya lil munkar. Mbele yetu ndugu zangu wema katika imani, nikimalizia khutba yangu ya Ijumaa, mbele yetu kuna kuchinja sisi Waislamu. Hii sunna msidharau, na Waislamu wengi wanaidharau sunna ya kuchinja. Ndugu zangu wema katika imani, wacha madharau ewe Muislamu wa kukosa kwenda kumtafuta mbuzi wa maana kumchinja kwenye siku kama hii. Weka nia mzuri ya kumchinja mbuzi mzuri, ng'ombe mzuri, kondoo mzuri. Na Muislamu nakutanabahisha sana, kuna watu wengine wapumbavu, nitasema hivi, tamwona mtu kwenye siku ya udhiya amempiga picha samaki mkubwa, jitewa likubwa, atimba udhuhia ho. Na wewe Muislamu nawe warusha mbele, na mwingine yarusha mbele, na mwerusha. Ichani Mungu nyinyi, nakwambia tumwogopeni Mwenyezi Mungu. Hii mambo ya kurusha tu, kila upachacho wewe warusha tu, kila upachacho warusha, wewe rusha tu, utakwenda kuzipata kaburini kesho siku ya Kiyama. Hii ni istihza. Mimi niliwahi kuona mwaka jana, lakini nimekumbuka hivi sasa kwenye mimbari hapa. Utaona kwenye picha wengine waleta samaki tewa kubwa, ati siku ya kuchinja atindwe huo. Hizi ni istihza. Hadha istihza bi kitabillah, hadha istihza bi awamirillah, istihza bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Usikose kuchinja ndugu yangu mwema katika Islam. Jipange siku ya Eid, chinja vizuri, tafuta kila kitu chako kizuri. Hakikisha siku ya Eid umetoa Eid yako nzuri, wewe na watoto wako na familia yako na ndugu zako na mamako na aliye wako na jirani yako. Chinja, utoe sadaka, kula wewe, kunwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayami aklin wa shurbin. Mbele yetu kuna masiku ya kula na kunywa. Kula nyama yako vizuri, chemsha, piga supu yako vizuri, kunywa utakacho, kula utakacho, kwa sababu ni lugha ya Mtume aliyotuamrisha, ayami aklin wa shurbin. Hizo ni siku za usoni, na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe kila Muislamu taufiki ya kuyatekeleza anaotaka tuyatekeleze. Allah tabaraka wa Ta'ala, tuhakikisheni kwenye hizi siku tumeendelea kufunga mpaka tuipate siku ya Arafa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, wa khairu du'a yawm Arafa, wa khairu du'a yawm Arafa. Mtume asema dua bora, maombi makubwa, dua yawm Arafa, ni mtu kuomba siku ya Arafa. Subhanallah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli. Mtume asema, na maneno mazuri makubwa niliyoyasema mimi na mitume waliokuja kabla yangu mimi, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Siku ya Arafa umefunga, leta adhkari hii kwa wingi, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa sababu ukiileta dua hii, Mwenyezi Mungu ajua unachokitaka, atakupa kile unachokitaka. Ukiomba dua hii, ikiwa wataka nyumba, Mungu atakupa nyumba, wataka mke, Mungu atakupa mke, ikiwa wataka watoto, Mungu atakupa watoto. Wewe kithirisha kwenye siku ya Arafa dua hii, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu
وهو على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.